Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tutangulize dua kwanza, alafu tutasema maneno mawili tu matatu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwati al-matin wa ya rahim al-masakin wa ya salamu sallimna wal muslimin wa ya salamu sallimna wal muslimin. Mwenyezi Mungu tunakuomba ya Allah ya Rabbal Alamin, kila mmoja katika ndugu zetu waliokuja kutupokea, waliopo hapa na walioko majumbani, Mwenyezi Mungu wakidhie haja zao, waondoshie makero yao, waondoshie shida zao, wape baraka katika kazi zao za biashara, kazi zao za makulima, kazi zao za kuajiriwa. Kila anayefanya jambo, Mwenyezi Mungu lifanye jambo liwe jepesi, waondoshie uzito katika mambo yao, lakini waondoshie dhiki katika mambo yao, ufanye kila jambo liwe jepesi kwao. Mwenyezi Mungu waruzuku riziki iliyokuwa ya halali, isiyokuwa na taabu katika kuitafuta, lakini isiyokuwa na shida katika kuitoa. Mwenyezi Mungu tunakuomba ya Rabbal Alamin, wahifadhi na kuwalinda kama ulivyohifadhi Qur'ani, kitabu chako kitukufu. Tunakuomba ya Allah ya Rabbal Alamin, jambo muhimu na adimu, jambo la amani katika nchi yetu. Fanya amani iwe ni ya kudumu katika nchi yetu. Jaalia baraka katika nchi yetu. Warudishe maadui wanaoikusudia vibaya nchi yetu, lakini muhifadhi na kumlinda Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na wasaidizi wake wote, ili nchi yetu iwe na baraka, iwe na mapatano, na tuweze kufanya mambo ya maendeleo yenye maslaha ya taifa letu. Mwenyezi Mungu utie nguvu Uislamu katika nchi yetu. Mwenyezi Mungu utie nguvu Uislamu katika nchi yetu. Mwenyezi Mungu utie nguvu Uislamu katika nchi yetu. Anaokusudia kwa ubaya ya Allah ya Rabbal Alamin, rudisha vitimbi vyake na hila zake juu ya mabega yake. Na Mwenyezi Mungu Uislamu ulinde kama ulivyolinda wa wenzetu waliotangulia huko nyuma. Na wajalie viongozi wote tulionao wa dini, na haswa viongozi wetu wa mikoa, viongozi wa wilaya, kata na misikitini, na mashekhe wote na ulama wote kwa ujumla, na taasisi zote kwa ujumla wake. Mwenyezi Mungu zipe baraka, waweze kuwa na mafanikio makubwa ya Allah ya Rabbal Alamin. Wanazuoni wametufundisha dua na nyiradi mbalimbali, kila siku ina uradi wake, lakini makusudio ni kutaka kufanya watu wawe na wepesi katika kuendesha dini yako. Tulinde, tuhifadhi, tufiche na maisha ya maadui. Mwenyezi Mungu tunakuomba ya Rabbal Alamin, tuimarishe kama ulivyoimarisha mbingu, kama ulivyoimarisha mbingu ukaisimamisha pasi na nguzo. Tunakuomba ya Allah ya Rabbal Alamin, asiyekuwa na kazi mpe kazi, asiyekuwa na uwezo wa kufanya biashara mfanye awe na uwezo wa kufanya biashara, ambaye biashara yake imedoda, Mwenyezi Mungu ifanye iwe na mafanikio makubwa na faida kubwa ya Allah ya Rabbal Alamin. Na ambaye akifanya ukulima na haribikiwa, Mwenyezi Mungu mtengenezee makulima yake. Na viongozi wanyooshe wewe katika njia iliyonyooka, waweze kutuongoza vizuri ya Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu lifanikishe baraza letu la Waislamu BAKWATA liweze kwenda vizuri, na hasatan katika kipindi hiki ambacho tunaelekea katika chaguzi zetu. Mwenyezi Mungu jalie uchaguzi upite vizuri, uwe na baraka, tupate viongozi wazuri watakaoweza kuliongoza baraza katika ile njia unaitaka wewe, kwa maslahi ya Waislamu katika nchi yetu. Mwenyezi Mungu tunakuomba, wakina mama hawa wajalie mambo yao, wanayo mengi hawezi kuyataja yote, lakini wananuilia, basi Mwenyezi Mungu wakidhie haja zao. Wasiokuwa na watoto wape watoto, wasiokuwa na waume wajalie wapate waume waheri, na wape baraka tele katika shughuli zao mbalimbali, wawe na mafanikio makubwa ya Allah ya Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu tunakuomba kwa niaba ya mahujaji wote tuliohiji kutoka Tanzania, Mwenyezi Mungu jalia na uikubali dua yetu. Kwa Mwenyezi Mungu ndio mwenye kustahiki kuitikia dua zetu. Umemuitikia mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umemuitikia mitume yako mbalimbali, Nabiullah Ayub, umemuitikia Nabiullah Yunus, umemuitikia Nabiullah Ibrahim, na mitume yote kwa ujumla. Mwenyezi Mungu umetikia dua zao,
na sisi tuingize katika kivuli hicho. Wa sallallahu wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza ni washukuru, na itakuwa si vizuri kutokuwashukuru viongozi wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, taifa na mkoa na wilaya, kata na misikiti kwa kuandaa maandalizi haya ambayo yalikuwa chini ya Sheikh Ali Ngeruko, ambaye kwamba nilimwachia kama kaimu, na katibu mkuu Nuhu Jabir Mruma, na Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, na viongozi wote wenye viti, makatibu wa wilaya mbalimbali na mashekhe wa wilaya zote 5 wote kwa ujumla wao, pamoja na ulama kina Sheikh Ali Mkogore hawa na wenzake wote. Simtaji Mataka kwa sababu Mataka tulikuwa naye Maka, lakini pia ameakuta na akaja kushirikiana nao kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mapokezi yanakuwa aina hii. Mwenyezi Mungu awapambe kama mlivyoipamba hali hii ya baraza na mapokezi haya, na Mwenyezi Mungu na yeye awapambe. Mmetufurahisha na Mwenyezi Mungu awafurahishe inshallah. Na nataka kulizungumza kwa ufupi ni kwamba taratibu za mwaka huu, baada ya watu kumaliza hija tu, Wizara ya Hija kule Maka au Saudia imetangaza hija kwamba imeanza hija ya mwakani, mwaka 1448 imeshaanza rasmi na imeshafunguliwa rasmi. Kwa hiyo mipango ya hija yote kwa wale wenye kutaka kwenda hija, biidhnillah taala, Mwenyezi Mungu atupe uwezo na wawezeshe Waislamu wanaweza kwenda hija waende hija, basi wajiandae na maandalizi, kwa sababu tayari mambo yameshafunguliwa. Lakini jingine, utaratibu ni ule ule wa kwamba watu wafanye haraka na wepesi wa kujiandikisha kabla ya kufika siku ya mwisho katika mwezi wa Shaabani, ili kuepuka kero na kuepuka kutokwenda na kanuni na utaratibu wa serikali ya Saudi Arabia. Ingine ni taarifa tu kwamba hija ilikuwa nzuri mwaka huu, walillahi alhamd. Hakukuwa na taabu ya aina yoyote. Taabu ni ile mtu kuamka na kufanya ibada, taabu zile za kuabudu na za kutekeleza ibada ile ya hija. Lakini hija yenyewe kama hija ilikuwa nzuri sana mwaka huu, na ilikuwa na mafanikio makubwa. Hakukuwa na taabu katika magari yamekuja kwa wakati, watu wamekwenda Mina kwa wakati, watu wamefanya amali ya hija kwa wakati, wametoka Mina watu kwenda Arafa kwa wakati, wametoka Arafa kwenda Muzdalifa kwa wakati, wametoka Mina baada ayamu tashriq, na sisi tutachukua zile 2 kurudi Maka kwa amani. Na watu wameendelea katika msikiti wa Maka kufanya ibada zao kwa amani pasi na matatizo ya aina yoyote, ukilinganisha na miaka mingine ya nyuma. Lakini kadhalika ziara ya kumzuru bwana mkubwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kule Madina pia ilikwenda vizuri. Na kama mnavyojua, nyumba inayofikia Madina, nyumba nzuri zaidi kuliko hata ya Maka, ni hoteli nzuri sana, Funduq Wardati Saada, ndio watu wamefikia pale. Vyakula vipo, matunda yapo, maji yapo, kila kitu kipo. Mashahidi Darweshi, usimama waambie bwana, toa salamu. Unaona alivong'ara yule Darweshi. Darweshi wetu wa Lindi huko, tumekuwa naye, ametusaidia sana. Kwa hiyo mambo ni mazuri. Kwa ufupi, ilikuwa na hamu ya kutaka kujua hija imekwendaje. Hija imekwenda smoothly, wanasema Uingereza. Haikuwa na taabu ya aina yote, ilikuwa nzuri sana, nyepesi. Na baadaye kule Madina tulikuwa na Sheikh Mataka tukishaurizana mambo mbalimbali, na nadhani inshallah na nyinyi huku mambo yamekwenda vizuri. Maana alama ya uzuri ni mapokezi haya. Hii ndio alama ya uzuri. Inshallah, baada ya kuzungumza hayo machache,
nimwachie Mheshimiwa Katibu Mkuu aendelee na ratiba, atuambie kuna nini baada ya hapa. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.